أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. Awali ya yote ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nitumie fursa hii adhim na maridhawa kwanza kabisa kukusalimieni kwa maamkizi mema ya Kiislamu, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ambao ni Wakristo niseme tu Bwana Yesu asifiwe sana, na wale ambao ni Mayahudi tuseme shalom juu yenu. Ndugu zangu wapendwa, watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu hivi kupitia chaneli yetu hii pendwa ya Dr. Harun Sha'rawi Al-Azhari TV, nitumie fursa hii kukukaribisheni katika maudhui yetu hii mpya na mada yetu hii mpya, maudhui ambayo itakayozungumzia juu ya mtazamo wa kisheria, kuhusu ndoa au mkataba wa ndoa unaofungwa baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Je, ndoa hiyo inatizamwa vipi kwa mujibu wa sheria na kanuni na sharti za Kiislamu kwa kupitia maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa kupitia mafundisho ya sunna za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Izingatiwe kwamba kuna matukio ambayo yametokea hapa ndani ya siku hizi 2-3, miongoni mwa matukio ambayo yamechukua trendi kubwa katika mitandao ya kijamii. Tukio hilo likimhusisha msanii maarufu kutoka nchini kwetu ambaye ni Muislamu, kwa jina asili anaitwa Juma, jina ambalo ni la Kiislamu, na anatoka katika familia ya Kiislamu, lakini pia amekwenda kufunga ndoa katika nchi ya Nigeria na mwanamama mmoja kutoka katika taifa la Nigeria. Lakini kabla hatujazungumzia hayo matukio kwa kupitia nadharia ya Kiislamu, ili sote kwa ujumla tuweze kupata ujumbe huu na kujifunza kile ambacho tunachotakiwa kukifahamu kupitia misingi ya dini yetu ya Kiislamu, ni kuombe ndugu mtazamaji, ni kuombe mpenzi mfuatiliaji ambaye bado haujasubscribe, ambaye bado haujabonyeza alama ya subscribe, basi uweze kubonyeza alama ya subscribe ya channel yetu hii, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, lakini vile vile usisahau kubonyeza like pamoja na kucomment, kwa maana ya kutoa maoni yako, ushauri wako na mapendekezo yako ya namna bora ambayo inaweza kutusaidia ya kuboresha vipindi vyetu na kipi ambacho tukizungumzie kupitia channel yetu hii pendwa ya Dr. Harun Sha'rawi TV. Baada ya kukuomba kutekeleza hayo, sasa tuingie katika maudhui yetu ambayo imebeba kichwa cha habari: ni upi mtazamo wa kisheria kwa Muislamu wa kiume anayekwenda kumuoa Muislamu wa kike asiyekuwa Muislamu, anayekwenda kumuoa binti wa kike asiyekuwa Muislamu. Ni upi mtazamo wa kisheria kupitia dini ya Kiislamu kwa Muislamu mwanaume anayekwenda kumuoa asiyekuwa Muislamu mwanamke? Au ni upi mtazamo wa kisheria kwa mujibu wa nadharia ya Kiislamu kwa Muislamu mwanamke anayekwenda kufunga ndoa kwa mtu kwa mwanaume ambaye siye Muislamu? Tumefahamiana vizuri. Sheria inasemaje? Je, ndoa hiyo itakuwepo au ndoa hiyo itakuwa haipo? Ndoa hiyo itakuwa ni batil au ndoa hiyo itakuwa imeharibika? Ndoa hiyo itakuwa ni halali au ndoa hiyo itakuwa ni haramu? Kwanza kabisa ni vema tukafahamu kwamba tunapozungumzia ndoa katika Uislamu, maana yake hiya al-aqdu, ni mkataba ambao tatimun baina dhakarin wa untha, unaotimilizwa kati ya mwanamke
na mwanamume, kati ya jinsia mbili tofauti, kati ya jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Ni mkataba, hiya al-aqdu allati tatimu baina dhakarin wa untha, ni mkataba maalum ambao unatimilizwa kati ya jinsia mbili tofauti, jinsia ya kike lakini pia jinsia ya kiume, kwa kutengeneza mafungamano ambayo ndani yake yatakuwa na malengo al-istimta'i kulla wahidin min al-akhar, kila mmoja kupata utulivu kwa kupitia mwingine, lakini pia kila mmoja kupata manufaa, kubadilishana manufaa kwa kupitia mwingine. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo mkataba huu, taarifu hii inakuweka wazi kwamba mkataba wa ndoa kwa mujibu wa nadharia ya Kiislamu hautimilizwi baina ya watu wa jinsia moja, yani kati ya mwanamume na mwanaume, wala haitimilizwi mkataba wa ndoa kwa mujibu wa nadharia ya Kiislamu kati ya mwanamke na mwanamke, wala hautimilizwi mkataba wa ndoa kwa mujibu wa nadharia ya Kiislamu kati ya mwanamke na mnyama, au kati ya mwanamume na mnyama, au kati ya mwanaume na jinsia nyingine isiyokuwa ya kibinadamu kama vile majini, au kati ya mwanamke na jinsia nyingine ya kibinadamu kama vile nini? Kama vile majini. Bali hiya al-aqdun, ni mkataba. Ndoa kwa mujibu wa nadharia ya Kiislamu ni mkataba unaotimilizwa kati ya mwanamke na mwanaume, jinsia mbili tofauti, kwa lengo la kuleta mafungamano kati ya jinsia hizi mbili, lakini pia lengo ambalo litakalomfanya al-istimtaa kulla wahidin min al-akhar, kila mmoja apate utulivu na kustarehe kwa kupitia mwingine, lakini pia atabaduli al-manafi' bainahuma, kubadilishana manufaa kutoka kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke na kutoka kwa mwanamke kwenda kwa mwanaume, kwa kupitia min khilali shari'ati Allahi subhanahu wa ta'ala, kwa kupitia misingi ya sheria alizoweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia kwa kupitia misingi ya kanuni alizoweka Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa mujibu wa taarifu hii ni wazi kwamba ndoa katika Uislamu maana yake ni jambo la kiitikadi. Ni jambo la nini? Ni jambo la kiitikadi, sio jambo la kumfanya mtu yoyote kupitia dini nyingine ana uwezo wa kuingia na kuja kufanyaje, na kuja kuoa au kuolewa. Ni jambo la kiitikadi ambalo linahusisha dini moja na halihusishi dini na dini nyingine. Tumefahamiana vizuri? Ni jambo linalohusisha dini moja na wala halihusishi baina ya jinsia mbili ikawa wanatofautiana katika misingi ya kiitikadi. Sasa ni dalili gani ambayo inayoonyesha kwamba ikiwa Muislamu atamuoa asiyekuwa Muislamu ndoa hiyo itakuwa ni batil na itakuwa ni haramu, au Muislamu wa kike ataolewa na asiyekuwa na mwanaume asiyekuwa Muislamu ndoa hiyo itakuwa ni batil na itakuwa ni haramu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani aliwazungumzia na kuwafundisha maswahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu wanawake ambao wanawake wale walikuwa katika ardhi ya katika mji wa Maka, lakini kule walipokuwa katika mji wa Maka walikuwa wapo katika ndoa zao hata kama walikuwa ni makafiri. Kwa hiyo walipotoka katika mji wa Maka na kuhamia katika mji wa Madina, maana yake wanakuja kujiunga na Uislamu, zile ndoa ambazo walizokuwa nazo awali maana yake zikawa zimebatilika
na hazikuhesabika tena kama ni nini, kama ni ndoa. Sasa Qur'ani inasemaje? Namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafundisha maswahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na sisi umma wetu huu? Aliwafundisha kuonyesha kwamba swala la ndoa, mkataba wa ndoa ni swala la kiitikadi. Aliwaambiaje? Aliwaambia idha ja'akumul mu'minatin muhajiratin, pindi mtakapojiwa na wanawake, mkawapokea wanawake ambao wanaokuja kudhihirisha imani zao na kutaka kumfata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kutaka kujiunga katika Uislamu, na kutaka kutamka shahada kwamba wamemuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, famtahinuhunna, basi wapeni viapo, waape, ili kupitia viapo hivyo watakavyoapa ninyi mtabaini kwamba wao wamehama kutoka katika miji yao na kuja huku katika mji wa Madina. Wametoka katika mji wa Makka na kuja katika mji wa Madina, si kwa lengo la matamanio ya nafsi, si kwa lengo la matamanio ya kimapenzi baina yenu nyinyi, si kwa ajili ya matakwa ya dunia, bali wamehama kutoka katika mji wa Makka na wakaachana na waume zao na kuja katika mji wa Madina kwa ajili ya kujiunga na Uislamu, kwa maana ya kumwamini, kwa sababu wamemuamini Mwenyezi Mungu na wamemuamini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa fa inna alimtumuhunna, ikiwa sasa nyinyi mtakuja kubaini kwa baada ya kuwa wameapa, mkabaini kwamba hawa wamehama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna alimtumuhunna mu'minati, ikiwa kama mtatambua na kujua kwamba hawa sasa wana imani ya kweli, hawakuhama isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hawakuhama kwa ajili isipokuwa ni kwa ajili ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tarji'uhunna ila al-kuffari. Qur'ani inasema msithubutu tena kuwarejesha katika nini? Katika ukafiri. Kwa maana nyingine, msiwarejeshe kwa wale waume zao wa awali ambao tayari ni makafiri na hawa walikubali kukata nao mahusiano kwa ajili ya kuhamia katika Uislamu. Msiwarejeshe. La hunna hilul lahum wala hum yahilluna lahunna, kwani wale wanamume wale hawana ruhusa tena ya kutengeneza mahusiano au kuendeleza mahusiano ya mkataba wa ndoa baina yao, wala hawa wanawake hawana tena ruksa ya kuendeleza mkataba wa ndoa baada tu ya kuwa tayari wamekwisha tengana nao kupitia misingi ya kiitikadi. Fala tarji'uhunna ila al-kuffari la hunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahun, yani hawa wanaume sio halali tena kwa hawa wanawake, na wala hawa wanawake sio halali tena kwa hao wanamume. Sasa ikiwa ninyi, maana yake ninyi sasa Waislamu ni ruksa kwenu kuwaoa, ikiwa wale makafiri watahitaji mahari zao walizozitoa wakati wanawaoa hawa, au vitu vyao walivyovitoa kama sehemu ya mahari wakati wanawaoa hawa, basi faatuhunna ujurahunna wa atuhunna ujurahunna, basi wapeni zile mahari zao ambazo walizofanyaje, zitoa wakati huo na wanazozidai. Hii maana yake nini? Kuna mambo kadhaa ambayo tunajifunza katika hii aya. Moja kati ya mambo tunayojifunza ni kuonyesha wazi kwamba mkataba wa ndoa kwa mujibu wa sheria za Kiislamu, kwa mujibu wa nguzo za Kiislamu na sharti zake, mkataba wa ndoa hautimii isipokuwa kwa kigezo cha kiitikadi, kwamba huyu mwanamume anayeoa lazima awe ni Muislamu na huyu mwanamke anayeolewa lazima awe ni Muislamu. Ni haramu kwa Muislamu kwenda kumuoa asiyekuwa nani? Asiyekuwa Muislamu. Na ni haramu kwa Muislamu wa kike kwenda kuolewa na mwanamume asiyekuwa nani? Asiyekuwa Muislamu. Kwa sababu alwathiqatun alaqdun azawjiyya, mkataba ule wa kindoa, hiya alaqida, hiya alaqidatun al-i'tiqadiyya. Tumefahamiana vizuri? Hiya alaqdun al-i'tiqadiyya, ni ule mkataba
unaohusikana na misingi ya kiitikadi. Ndiyo maana sasa ukiangalia katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye ametufundisha na kutuwekea wazi nini. Akasemaje? Akasema kwamba man tazawwaja faqad hafidha shatru dinihi falyattaqillaha fi shatrin akhar, kwamba yeyote atakayefunga ndoa atakuwa ameikata nusu nzima ya dini. Basi falyattaqillaha fi shatrin akhar, amche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nusu iliyobaki. Hii falsafa yake ni nini? Maana yake ndoa inakata nusu nzima ya dini ni kwa sababu ndoa ni mkataba wa kiimani, ndoa ni mkataba wa kiitikadi. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo kinyume na mkataba huo, maana yake ni kwamba hauwezi ukakata nusu nzima ya dini. Ndiyo maana sasa jambo lingine tunakuja kuona kwamba ndoa yoyote itakayofungwa kwa kupitia mikataba ya mahakamani, yani ndoa ya watoto wa Kiislamu ikafungwa kupitia mikataba ya mahakama, au mtoto wa Kiislamu akaenda kuoa asiyekuwa Muislamu na akafunga ndoa yake kanisani kabla ya yule mwanamke kuslimu, maana yake ndoa hiyo ni haramu, ndoa hiyo ni batil, na ndoa hiyo haifai. Tumefahamiana vizuri. Na ndoa hiyo inakuwa imefanya haifai, na watahesabika hawa waliofanya mkataba huo kwamba wao wanazini. Na hii pia tupate funzo Waislamu, kama umeoa lakini ndoa yako ikaenda kufungiwa kanisani ile hali wewe ni Muislamu, au ukaenda kufunga ndoa yako katika mahakama ile hali wewe ni Muislamu, au ukaenda kufunga ndoa yako kwa kabila, basi kwa sababu kuna watu wengine huthamini makabila yao na huenda kufunga ndoa zao kwa kupitia misingi ya makabila yao. Kama umefanya hivyo, maana yake wewe unahesabika kwamba unazini. Tumefahamiana vizuri, una dhambi ya kuzini. Lakini pia wakati huo tunachojifunza katika aya hii ni kwa kuwaonyesha na kuwafundisha na kuwakumbusha wale Waislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwajaalia kwenda kuwaoa wasiokuwa Waislamu, lakini kabla ya kuwaoa wale wasiokuwa Waislamu wanawake wakakubali kuslimu, wakakubali kuingia katika imani, na hatimaye wakaenda wakafunga ndoa. Sasa itapotokea wewe mwanamume unapoanza kumfanyia mambo mabaya, unapoanza kumnyanyasa, unapoanza kumtenga, unapoanza kumnyima haki zake za ndoa, unapoanza kumnyima haki zake za kisheria, mambo yake ya wajibu ambayo ni haki wewe kumtimizia, ukaanza kumnyima kwa makusudi, maana yake ni sawasawa na kumrejesha mwanamke huyu katika ukafiri. Wengi wanawake ambao waliokubali kuslimu na kuja katika Uislamu, halafu baadaye wakawa wamefunga ndoa, baada tu ya manyanyaso haya ilitengenezwa taswira kwamba hii ndiyo dini ya Uislamu, jambo ambalo sio sahihi, jambo ambalo halifanywi isipokuwa na watu ambao hawana tabia iliyokuwa njema, halifanywi isipokuwa na watu walioamua wao kuishi wanavyotaka wao na kuacha kufuata mafundisho na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuacha kufuata mafundisho na maelekezo na miongozo aliyotuwekea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Idhan, ndoa ya Bwana Juksi ukiangalia sasa kwa namna ambavyo ilivyofanyika, Bwana Juksi ni Muislamu, lakini pia waandamizi walioshirikiana katika harusi hii kumshindikiza baba harusi wote walikuwa ni Waislamu takriban, kuanzia Diamond Platnumz, Abdul Qasim alikuwa ni Muislamu, D-Voice ni Muislamu na Qur'ani anajua vizuri, Diamond ni Muislamu na Qur'ani anasoma, lakini pia Salah na yeye ni Muislamu na Qur'ani anajua vizuri. Baba harusi ni Muislamu na wote hawa wanatoka katika familia za Kiislamu. Yani Uislamu wao sio ule wa kudangadanga, wala Uislamu wao si wa kubabaisha. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha,
wamekwenda kule, wanakwenda kufunga ndoa isiyokuwa ya Kiislamu, na wao wanajihesabu kwamba wamefunga ndoa na gharama kubwa na sherehe kubwa. Lakini je, swali, ndoa hii mliofunga inakubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Aljawabu la, haikubaliki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndoa katika Uislamu lazima iwe imetimilizwa kupitia msingi wa itikadi, lakini pia lazima ufate sharti pamoja na nguzo zake, jambo ambalo halikuwepo. Ndoa hii imefungwa na pasta kama ambavyo mnavyoona katika klipu hapa. Jambo la kusikitisha ni kwamba Waislamu ndio ambao wanatumia nyadhifa zao, wanatumia nafasi zao, wanatumia sanaa zao, wanatumia umashuhuri ambao walionao kufanya masala haya ambayo yatakayosababisha watu wengine kuona kwamba hili ni jambo la kawaida na linaweza likafanywa na mtu yoyote. Wasia wangu kwenu, ittaqullaha watubu ila Allahi taubatan nasuha. Mcheni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia mfanye toba iliyo ya kweli. Waalamu ala anna hadha ziwaji ziwajun muharrama, na mjue kwamba hii ndoa ambayo ninyi mmekwenda kuifunga ni ndoa ya haramu. Laisa laha jazaun fil Islam, haina malipo yoyote katika Uislamu. Watuhtasabu, na mnahesabika kwamba nyinyi fi zina, mko katika nini? Katika zina. Tumefahamiana vizuri? Ninyi mnahesabika mpo katika zina. Sasa wasia wangu mimi, rejeeni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukitaka ndoa hii iwe sahihi, maana yake huyo binti uliyomuoa ni lazima akubali kuslimu, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima akubali kuingia katika Uislamu, halafu baadaye ndio mje mfunge ndoa upya. Tumefahamiana vizuri? Baadaye ndio mje mfunge ndoa mpya. Na matukio kama haya ni sehemu ya matukio ambayo yanazidi kuchipua. Ni matukio ambayo yanaendelea kushika mizizi. Kuona Waislamu, watoto wa Kiislamu ambao tu ni juzi mmetoka kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kila mmoja ametubia yale ambayo aliyokuwa anayafanya katika maasi, mwezi ambao kila mmoja alikuwa analia na Mungu wake kupitia makosa aliyofanya katika mwaka uliopita. Lakini cha ajabu ni kwamba nikana kwamba mwezi huo haujaleta kwenu matunda ya aina yoyote zaidi ya kutumia fursa mlioipata kufanya maisha ya fahari na kuandaa futari za anasa ambazo kwa upande mwingine ilikuwa ni kwa ajili ya kutafuta kuendelea kupata umashuhuri katika jamii, kuendelea kujivunia umashuhuri katika ulimwengu ambao tunaoishi nao. Sasa hili ni jambo ambalo nataka pia kutumia fursa hii kuwatanabahisha vijana wote wa Kiislamu ambao mpo katika sanaa, lakini pia mnafanya kazi nje ya sanaa, ambao bado mnajitafuta katika maisha na ambao tayari mmekwisha jipata. Msisahau kwamba ninyi hamjayapata hayo mliyapata isipokuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye akiamua siku yoyote anaweza akakunyang'anyeni hayo ambayo mlionayo. Sasa tusijisahau kiasi kwamba mpaka tunakwenda kutumia nyadhifa zetu na nafasi zetu na umashuhuri yetu na umashuhuri mlionao kuingiza vitu ambavyo vinakuja kuchafua itikadi ya Kiislamu, vinakuja kudogosha ile itikadi ya Kiislamu, vinakuja kudharaulisha itikadi ya Kiislamu, lakini pia kudogosha zile juhudi zinazofanywa na viongozi wenu wa dini.
Tumefahamiana vizuri. Msifanye vitu ambavyo vinakuja kudharaulisha viongozi wenu wa dini ambao kutwa kucha mmekuwa mkiwaita katika mahfali zenu, mkiwaita katika shughuli zenu, mkiwaita katika majambo yenu, na wao wanakuja ihtiraman lakum, kwa ajili ya kuwaheshimuni na kutekeleza majukumu yao kwenu nyinyi. Sasa chungeni misingi yenu ya akida. Misingi ya akida kuchungwa kwake ni pamoja na kuwaheshimu wanazuoni ambao mnaoishi nao. Kwa sababu gani? Misingi ya akida ili uweze kuijua ni lazima uijue kupitia wanazuoni. Hauwezi ukaijua tu wewe mwenyewe, hapana. Sasa isiwe sababu ya kutozaliwa katika mfumo wa malezi ya Kiislamu. Labda umemkuta baba sio Muislamu au mama sio Muislamu, kwa maana wanaishi katika maisha ambayo sio ya Kiislamu, eti ikawa ni sababu ya wewe kwenda kuchupa mipaka na kuchafua itikadi ya Kiislamu, kuchafua mazingira ambayo tayari mashekhe wamekuwa wakilingania usiku na mchana kupitia tu nyadhifa ambazo mlizonazo, kupitia nafasi mlizonazo na kupitia umashuhuri ambao mlionao. Ittaqullaha, mcheni sana Mwenyezi Mungu, mrejee katika yale ambayo mashekhe wanaelekeza, mrejee katika yale ambayo viongozi wa dini wanaelekeza, kwa sababu ndiyo dira yenu na ndiyo mwongozo wenu wa kwenda kufikia yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha na yale ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ameamrisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.